Shalom rafiki mpendwa, leo nakuja kukupa ushauri. Wakati mwingi nimekuwa nikizungumza na watu kuhusu maneno yako, kuhusu watu unaowaongelesha, kuhusu watu unaowaambia vitu ambavyo hautakiwi kuwaambia, vitu ambavyo natakiwa vibaki siri kati yako wewe na Mungu. Unaviongelea kwa watu, na ndio maana vita haviishi kwenye maisha yako, ndio maana haufanikiwi, ndio maana uko unakemea usiku na mchana mapepo ya familia, wachawi wa wapi ambao hawapo. Kumbe wewe mwenyewe ni adui ya maisha yako, sababu uliongea vitu ambavyo havitakiwi kuongelewa, na ukaongea kwa watu ambao haukutakiwa kuwaambia. Sikia nikwambie, wakati mwingi mipango yetu haifanikiwi, hatuendelei sababu tunaongea vitu top secret. Jambo la kwanza ambalo nakushauri usiambie kila mtu rafiki, ni wakati uko na furaha, kile ambacho kinakufanyaga kuwa happy, kile ambacho kinakufanyaga uenjoy maisha, sio jambo la kumwambia kila mtu. Sababu wakati utaambia mtu kwamba yani kitu fulani kiko vizuri kwenye maisha yangu, yani kwenye ndoa yangu niko vizuri, hizi siku mume wangu ananifanya niwe happy, mke wangu ananifanya kuwa happy, hizi siku biashara yangu inaenda vizuri, niko happy sana. Nikwambie pale pale kwa wakati uko na share, uko naambia watu kile ambacho kinakupatia furaha, ni pale pale ule adui yako atasikia na atapitia pale kuenda kusababisha huzuni kwenye maisha yako. Sikia, kufurahi ni haki yako, lakini kuambia mtu siri ya furaha yako ni kosa, ni kosa. Acha ile maushuhuda wakati wote, yani hizi siku mume wangu yuko vizuri, hizi siku mambo yangu yanaenda vizuri. Ni kuambie, miongoni mwa wale ambao wanasikia ushuhuda wako, miongoni mwa wale ambao unawaambia kile ambacho kinakupatia furaha, ndio wale wanatafuta huzuni yako, ndio wale wanatafuta kilio chako. Sasa endelea kuwaambia tu mambo yako, endelea kuwaambia siri ya furaha yako. Huzuni itakapoingia kwenye maisha yako, hakuna atakaye stop. Wale ambao uko nawaambia ndio watafurahi wakati wewe utalia. Sikia nikwambie, furaha yetu wakati mwingine ni huzuni ya wengine, na huzuni yetu wakati mwingine ni furaha ya watu wengine. Kwa hiyo jua kulinda kile ambacho kinakupatia furaha, jua kulinda siri ya furaha yako, ili adui asipitie pale kusababisha huzuni na kilio na machozi kwenye maisha yako. Jambo la pili ambalo hautaki kumwambia kila mtu ni kuambia watu kile ambacho kinakufanya ulie. Wakati uko na huzuni, uko na machozi, uko na uchungu, unaambia kila mtu. Adui yako anataka ajue madhaifu yako. Adui yako atapitia tu pale pale kwenye anajua kwamba hapa kuna kidonda, ni pale pale atakuja kugusa, ili huzuni yako, ili uchungu wako usiondoke kwenye maisha yako. Usimwambie kila mtu shida zako, usimwambie kila mtu matatizo yako, shida yako ya ndoa, usimwambie kila mtu shida yako ya kiuchumi. Wakati unaenda kuambia mtu, yani hizi siku niko vibaya kiuchumi, yani yule ambaye ulimwambia ni yule ambaye atatumia yale maneno yako kukuharibu zaidi, kusababisha tena usipate hata wakati ambapo unaweza kupata. Jua kutunza siri zako. Wakati una huzuni, usishare ule huzuni wako na kila mtu. Na jambo la tatu na kubwa sana ni kwamba usiambie kila mtu ndoto yako, vision ya maisha yako, kile ambacho Mungu alikuambia, kile ambacho Mungu alikupromise. Usimwambie kila mtu. Wengi sana mambo yao hayaendi, sio sababu kwamba Mungu hakuwaambia, sio sababu hawana nyota, sio sababu ya uchawi, lakini ni sababu uliambia mtu ndoto zako. Acha nikwambie, wewe badala ya kuongea mambo yako sana, wewe pambana ili mafanikio yako yaje yaongee. Lakini wewe kila siku hii mwaka nitafanya hiki, niko na mpango wa kuoa, niko na mpango wa kusafiri, niko na mpango wa hiki na hiki. Unaongea ndoto zako, vision yako, unaongea kwa watu wabaya. Yani unakuwa mtu ambaye unakuwa adui yako sababu ya kuongea. Kile ambacho Mungu alikuambia, baki nacho, acha kitimie, watu waone na watukuze Mungu pamoja na wewe. Jifunze haya mambo matatu na utaona mafanikio kwenye maisha yako. Mungu akubariki. Hakikisha unashare na rafiki, unashare kwenye contact zako, na baraka za Mungu zisipunguke kwenye maisha yako. Shalom, shalom.